Katika kundi la Yamoto Band, mmoja kati ya msanii ambaye alikuwa anafanya vizuri sana au anafanya vizuri na anaendelea kufanya vizuri ni Beka. Yeah. Kwa namna moja au nyingine hujawahi kufikiria kwamba natamani kundi letu lirudi kama mwanzo, tunaweza kutengeneza hela nyingi zaidi, ama kuna wasanii ambao sasa hivi hawafanyi vizuri kama mimi ninavyofanya vizuri? Uongo. Kwa sababu yani swala la kundi kurudi uongo. Unajua kundi limevunjika mpaka sasa miaka 7-8 naenda. Yani kurudisha kundi ambalo limevunjika miaka 8-7 sio kweli. Alafu hilo kundi lenyewe wale member wake kila mmoja ameshafanya mwenyewe kwa nafasi yake. Wengine washakuwa kwenye management, wengine kama hivyo wanavyosema wameshakuwa kwenye management mpaka wametoka wanajitegemea wenyewe. Na mimi niko najitegemea mwenyewe na wengine na management zingine wanajitegemea. Tena kurudisha kitu kama hicho uongo. Uzuri kwamba kila mtu anafanya vizuri kwenye nafasi yake kwa sehemu yake ambayo yupo. Na uzuri wote tunaombeana mema tu kwenye maisha ya muziki. Kila mtu afanikiwe, asije akapata changamoto ya maisha kwenye kwa sababu labda akafeli kwenye muziki kwenye hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tunaombeana mema kila siku. Kurudi bendi uongo, mimi siwe mnafiki hapo. Yaani hujawahi kufikiria hata kusema kwamba natamani hata turudi kama hivyo? Kufikiria. Mwanzoni kipindi bendi imevunjika, unajua bendi ilivunjika kama mwezi wa kwanza unaenda, yani unakuwa uamini kweli inavunjika au mwaka umepita. Hapo kidogo kila mtu anafikiri alikuwa na hope kwamba inawezekana ikarudi. Lakini baadaye ilipopita tena kila mtu alivyoanza kutoa project zake mwenyewe, hizo imani mimi binafsi nilitoka. Nilipotoa project yangu ya kwanza ilivyoitika, ya pili nikawa sitaki hata kuiona Yamoto. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba Yamoto irudi uongo. Haiwezi. Na mimi nafikiri hata kirudi leo haiwezi kufanya vizuri kama hivyo wanafanya mwanzo. Kipengele, yani kwenye maisha ya muziki. Msanii ukitoboa alafu kapata changamoto ya kuyumba kwenye muziki, kuna nafasi nyingine ya pili. Inawezekana na ya tatu, lakini ukifeli mara 2, mara 3, mara 4, yani wewe muziki acha fanya vitu vingine. Kwa hata bendi imekaa muda mrefu sana, sasa kirudi sidhani kama itafanya vizuri kama vile. Yani Mungu atusaidie tu kila mmoja afanye vizuri kwa time yake kwa upande wake basi. Unaamini kabisa kuna baadhi ya members zako ambao unafanya nao kazi wanafanya vizuri sasa hivi? Ambaye hapa mimi namuongelea Slay pamoja na nani yule mwenye bezi? Enoch Kibela. Kwa sababu Enoch Kibela inaonekana kama mmempush hivi. Mbosso pamoja na Beka ni kama ndo anaondoka zaidi. Mimi sio muongo bana. Mimi naamini kila ambaye alikuwa yupo kwenye Yamoto anafanya vizuri. Mbosso anafanya vizuri sana. Beka anafanya vizuri. Slay anafanya vizuri sana. Na Enoch pia anafanya vizuri. Siku zote mimi naonaga watu wanafanya vizuri kwenye engo zao, kila mtu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yani kwamba kapotea labda kwenye muziki. Kusema kwamba fulani mbona asikiki, hapana. Muziki ni timing na mtu anajipanga kwa time yake. Kwa hiyo mtu kimona kaka kimya sio kama kapotea. Kuna vitu anaviplani. Anarudi vipi? Kwa sababu muziki wa siku hizi unaona una vitu vingi sana ndani yake, changamoto ni nyingi. Yani kama hujajipanga, project yako inaweza kawa kali lakini hauna mipango nayo mizuri, haiendi kokote. Na watu wataendelea kusema mbona hutoi ngoma na kati umetoa ngoma. Kwa hiyo mimi nafikiri kikubwa nachokiona kwao ni mipango tu, lakini kila mtu anafanya vizuri. Na mimi sijamuona mtu ambaye kapotea kwenye game. Kwenye sisi Yamoto Bendi 4 sijamuona mtu ambaye kapotea kwenye game. Wote naona wako kwenye line yao ile loka, wanafanya vizuri. Sasa hapo shout out kwa wanao ambao wana mchango mkubwa katika game yako. Umemtaja Maximize akina Mafia na watu kama, lakini hujamtaja Baby Mama. Natamani nifahamu mke wako, girlfriend wako, baby mama wako ana play part gani katika muziki wako, anakusupport kwa kiasi gani? Sasa mbona hujasema sijataja wazazi wako? Yaani kwa nini ukimbilia huko? Mbona sijataja babangu na babangu? Kwa sababu watu ambao unakaa naye yani anakujua. Yani before ya kutaja huko, mimi mtu akiniulizaga mtu gani anaweza kumshukuru zaidi kabla ya maproducer, lazima nitamkumbuka kwanza mama yangu na babangu. Kwa sababu wao ndio watu wameplay part kubwa sana kwenye muziki wangu mpaka mimi kufika hapo. Kuna wazazi wengine wanawaziwia watoto kufanya muziki. Unajua hiyo? Wapo wazazi wengine wanawaziwia kabisa. Lakini mimi wazazi wangu walikuwa mstari wa mbele sana kunisupport mimi ninachokifanya. Nilikuwa naimba toka niko darasa la 2 nakumbuka. La 3, la 4 shuleni hivi. Kukiwa na mashindano natoroka, yani sendi shule naenda kuimba muziki. Lakini babangu alivyogundua, kwa sababu sikutaka wajue, alivyogundua mimi napenda muziki, kuimba. Yeye mwenyewe hajui mambo ya muziki, kwenye familia yetu hakuna mwanamuziki, hakuna kitu chochote. Ni mimi. Akawa ananisupport sasa. Akisikia kuna matangazo ya muziki, yani akawa sasa nafuatilia.
Kwa hiyo kulikuwa kutokea mashindano ya muziki, babangu mimi ndo ananipa hela nikajiunge. Nikashindana kwenye muziki, nitachokipata yani yeye anataka tu mimi ni fly. Na mamangu pia ameshirikiana. Kwa hiyo nimeshashindana sana mashindano tofauti tofauti, baba na mama unajua. Ndio akanipa hope mimi kwamba kumbe nao wanaweza kunisupport. Nilipomaliza form 4 tu mimi kipila nikatoka Morogoro nikaja Dar. Na wao walinipa nauli mimi. Naenda kufight muziki wakanipa nauli nenda. Nikaja kweli nikafanikiwa kukutana na Mkubwa Fela, nikajiunga Mkubwa Nane mpaka nikatokea kwenye bendi. Hizo baraka za wazazi wangu. Kwa hiyo baadaye kwenye muziki ndo tukakutana sasa na baby mama. Kwa baby mama wa mwisho kabisa. Japokuwa na yeye pia amesupport na pati yake. Kwa sababu mtu ambaye anakuwa naye kwenye mahusiano na ukifanya kitu chako anakusupport. Anakusupport, anafanya challenge, anakuposti, hiyo ni support. Kwa hiyo yeye naye amesupport kwa namna yake kwenye muziki wangu. Iko pia namshukuru, nisiwe mchoyo. Mimi moja kati ya shabiki zako, napenda sana ile verse yako kwenye ngoma ya Moto Bendi ya mama, kama unaweza ukatupa kionjo kidogo. Bwana si mama, tunasema mongelea mama. Sasa nakumbuka. Unajua shida sio kwa ile nakumbuka. Mimi nilale. Mama. Ile kuanza sikumbuki. Lakini nakumbuka katikati pale. Uligombana na majirani sababu mimi kunitetea, hata kama kosa nafanya mimi, cha kukulipa mimi sioni hapa duniani, na kuombea uishi miaka mingi we mami. Kafurahia uwepo wako. Bwana noma sana, huyu hapo ni Beka Flavor.